Unaendelea kusikiza KBN, mpendwa msikilizaji, ambaye nakutangazia kutoka hapa jijini Arusha nchini Tanzania. Leo ikiwa ni Juni 8 mwaka 2025. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa, nikukaribisha katika somo ambalo nasema masomo muhimu ya kiroho yafundishwa. Nasafiri safari ndefu iliyojaa majaribu, peke yangu sitoweza, nishike mkono Bwana ili nisiaibike. Baada ya nyuma ya ogopesha, nifunike kwa bawa zako Bwana wangu. Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23, maandiko yanasema lolote mfanyalo ifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Tuombe. Baba mtakatifu na Mungu wetu, asubuhi ya leo tunashukuru sana kwamba umeendelea kutukumbusha wajibu wetu kama wazazi. Umetupatia watoto kama mibaraka, kazi ambayo wangeweza kuifanya malaika ama ungeweza kuifanya hata wewe mwenyewe, lakini umeiweka katika mikono yetu. Tusaidie tunavyowalea watoto hawa, tuwalee kama ambavyo Kristo alituonyesha kielelezo cha kutenda kazi kwa mikono yake. Tusione kwamba watoto kufanya kazi ni adhabu ama ni kitendo cha dhihaka. Kazi hujenga heshima na huwakuza kushiriki sehemu ya uumbaji wako ambao ulifanya katika juma lile la siku 6. Tuonyeshe mibaraka inayopatikana katika kufanya kazi za mikono, na utuonyeshe pia kupitia kazi hizo tuweze kuiona sura yako. Ndilo ombi letu katika jina la Kristo Yesu. Amina. Acha nikukimbilie, maana kwako kuna tumaini, kimbilio la wenye shida, fariji wetu. Kila wakati tutapiga hatua moja kukufuata, maana wewe ndiwe kimbilio letu wakati wote. Mpendwa msikilizaji, maisha ya Kristo tangu miaka yake ya awali yalikuwa yamejazwa na shughuli za dhati. Aliishi sio kwa kujifurahisha mwenyewe. Alikuwa mwana wa Mungu wa milele, ila alifanya kazi na baba yake Yusufu katika mradi wa useremala. Mradi wake ulikuwa muhimu. Alikuja duniani ili kujenga tabia. Kwa hivyo kazi zake zote zilikuwa hazina dosari. Katika kazi zake za kawaida aliuletea ule ukamilifu kama ule aliohitaji kwa tabia ambazo alikuwa anazirekebisha kwa uwezo wake wa uungu. Yeye yu kielelezo chetu. Wazazi wanapaswa kuwafundisha watoto wao thamani na matumizi sahihi ya wakati. Wafundishe kwamba kufanya kile linalomtukuza Mungu na kuwanufaisha wanadamu, hayo ndiyo ya kupigania. Hata katika maisha yao ya utoto wanaweza kuwa wajumbe wa Mungu. Katika aina yoyote ya kazi tutakayofanya, neno la Mungu linalotuashiria kuwa kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Warumi 12 mstari wa 11. Mhubiri 9 mstari wa 10 inasema lolote mkono wako utakalolipata kulitenda, ulifanya kwa nguvu zako, mkijua ya kwamba mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, maana mnamtumikia Bwana Kristo. Wakolosai 3:24. Masomo yanayotolewa kwa watoto kuhusu kazi za kawaida za nyumbani yanaweza kuwasilishwa kwa njia ambayo kupitia kwao Bwana anaweza kufanya mguso wa kudumu mioyoni mwao. Tengeneza mambo haya ya kawaida ya maisha kuwa maandiko ambayo kwayo unaweza kutundika masomo ya neno la Mungu. Onesha watoto wako kwamba kazi zao zote katika kada ya makanika lazima wajifunze kuzifanya kwa ukamilifu. Kwa kuleta usahihi na ustadi katika majukumu yao ya kila siku, watajifunza masomo ya kiroho ambayo yatabaki nao siku zao zote. Mungu anahitaji kwamba uamuzi mzuri na ustadi vitumike katika mipango na kazi zetu. Katika kutoa maagizo kwa ajili ya ujenzi wa hekalu la duniani, Mwalimu Yesu Kristo aliweka kanuni ambazo zilipaswa kuwa za msaada wa kiroho kwa Israeli katika uzoefu wao wote wa wakati ujao. Hekima na ukamilifu uliotolewa katika kazi hiyo ulikuwa mfano wa kazi iliyopaswa kufanywa katika maisha yao, katika kuandaa mioyo yao kwa ajili ya Roho wa Mungu kukaa moyoni. Wazazi, je, mnauliza kazi yenu ni ipi? Ni kutenda majukumu ya nyumbani kwenu, mkifanya kila mwezalo na mkiomba kila siku, kila saa, kuweka mbele ya watoto wenu mfano unaostahili kuigwa. Hebu mafundisho yenu yawe yale ambayo yataleta furaha na raha maishani mwao na kuwaongoza kuitamani huduma ya Yesu. Wafundishe kutumia nguvu zao walizopewa na Mungu katika huduma yake. Kwa njia hiyo watakuwa wakifuata mfano wa mtoto Yesu.
bora tulio nayo yanaonyesha upendo mlio nao kwetu. Wazazi tunawashukuru kwa mambo mazuri mnayotupatia sisi. Malezi bora tulio nayo yanaonyesha upendo mlio nao kwetu. Neno la sema wazi kwamba mtufundishe ile njia ipasayo. Maana hatutaisahau njia hiyo hata tutakapozeeka. Huu ni mwaka wa mabadiliko, tuenda viwango vingine. Viwango vingine vya mabadiliko, twaenda viwango vingine. Wazazi tunawashukuru kwa mambo mazuri mnayotupatia sisi. Malezi bora tulio nayo yanaonyesha upendo mlio nao kwetu. Wazazi tunawashukuru kwa mambo mazuri mnayotupatia sisi. Malezi bora tulio nayo yanaonyesha upendo mlio nao kwetu. Lakini tunaloshangaa, mtufundishavyo sivyo mlivyo nyinyi. Wakati mwingine mwagombana, hata tukiangali tunashangaa. Mnatuachia uhuru wa kuangalia vitu vya ajabu ajabu. Tunashangaa, tushike lipi kuwa mfano